wakati wa utambulisho wa kiwanda kuna jambo lilizungumza, swala la upungufu wa rasilimali, na mimi hoja yangu itajikita hapo, kwa sababu pamoja na kuwa viwanda bado vinaendelea, tumeona uzalishaji unafanyika pale, lakini ukiangalia kuna baadhi ya meza zilikuwa ziko empty, hazina watu. Hiyo ni ishara kwamba kuna upungufu mkubwa sana wa rasilimali ya samaki kwa ajili ya kuchakatwa, na kuna sababu nyingi ambazo tumezieleza kwa kipindi kirefu sana. Sababu moja hapo kubwa sana, Mheshimiwa Waziri, ningependa pia ulifahamu, ni swala la matendo yanayofanyika kwenye ziwa letu, matendo haramu ya uvuvi. Kumekuwa na matendo ambayo yamekithiri yanayofanywa na wavuvi wetu katika shughuli zao za uvuvi. Kuna matumizi haramu ya zana za uvuvi ambazo hazizingatii sheria na kanuni za uvuvi, lakini vile ukiangalia hasa kwenye uvuvi wa dagaa, kuna namna fulani wanafanya shughuli zao za uvuvi zinaharibu rasilimali ya Sangara, ambayo ndio rasilimali kuu kwa ajili ya mazao ya kuchakatwa kwa ajili ya kusafirishwa nje ya nchi. Kwenye uvuvi wa dagaa kuna nyavu moja inaitwa Japan. Ni nyavu ambayo ni hatari sana kwa ajili ya uendelevu wa rasilimali ile. Lakini vile vile kuna matumizi ya taa za sola. Zile taa za sola, mtu wa kawaida anaweza asielewe kwa nini taa za sola ni hatari kwenye uvuvi wa Sangara. Zile taa za sola zinapotumika kwenye nyavu, kwenye uvuvi wa dagaa, zinavutia samaki wale wachanga kwenye eneo lile la nyavu zile za dagaa. Kwa ile nyavu ya dagaa ikishushwa inakamata Sangara wote walioko katika eneo lile, kwa sababu ile taa ikiwaka kuna wadudu wanazunguka maeneo yale pale. Sasa Sangara yeye anakula wadudu wengine na aina nyingine ya viumbe wengine, kwa wanakaribia pale. Ukaribia pale wanajikuta menaso karibu wote na zile nyavu za dagaa. Kwa hiyo ni changamoto moja hapo ambayo inahatarisha sana, inachangia kwenye upungufu wa rasilimali ya samaki, hasa aina ya Sangara, kwa sababu Sangara ndio samaki pekee anayechakatwa, anayezalisha minofu, na hizo minofu ndio zinazosafirishwa nje ya nchi kwenye masoko yetu Ulaya, ambayo inasababisha kupata fedha za kigeni na kuongezeka kwa mapato ya serikali. Lakini vile vile jambo la msingi sana, Sangara huyu amekuwa chanzo cha ajira katika ukanda huu wa Ziwa Victoria. Lakini sasa hivi, Mheshimiwa Waziri, ajira zimeendelea kupungua kutokana na upungufu huu. Tunamshukuru sana Mheshimiwa Waziri wa Mifugo na Uvuvi. Kwa kweli tunaona matumaini makubwa sana. Ametupa matumaini, viwanda hivi vilikuwa katika hatari kubwa kufungwa. Lakini sasa hivi wameanza kubadilisha mtazamo huo, kwa sababu wanaona kazi nzuri inafanyika. Mheshimiwa Waziri amekuja, ametupa matumaini. Akianza kutekeleza ile mikakati ambayo ametupatia siku ya tarehe 24 mwezi wa 12 tulikuwa na kikao naye, tuna imani kabisa viwanda hivi vitaongeza rasilimali. Lakini rasilimali zikiongezeka za uzalishaji utaongezeka, ajira zitaongezeka. Na hiyo ndio lengo kubwa, kwa sababu ukiangalia dira ya maendeleo ya 2050 imelenga kuongeza kipato cha kila Mtanzania walau isiwe chini ya $7. Isiwe chini ya $7 kwa kila Mtanzania. Kwa hiyo hayo ni malengo ya wenye viwanda hivi pia, kwa sababu ajira zikiongezeka tutaongeza mapato ya wafanyakazi na tutafikia malengo ya serikali ya 2050. Kwa hiyo tunamshukuru Mheshimiwa Waziri na tunashukuru Mheshimiwa Waziri kwa kuweza kuja kututembelea. Tuna imani kabisa kuna uhusiano mkubwa sana kati ya rasilimali na ajira, kwa sababu hakuna rasilimali hakuna ajira. Rasilimali ikiongezeka, ajira zitaongezeka. Kwa hiyo Mheshimiwa Waziri, kwa kusema hayo, mimi nikushukuru sana. Swala la upungufu wa samaki limeathiri upande wa ajira kwa kiwango kikubwa, kwa sababu miaka ya nyuma sana tulikuwa tuna uwezo wa kukata samaki tani 65 kwa siku, na wafanyakazi walikuwa kwa siku wafanyakazi zaidi ya 200. Lakini kwa sasa, hasa katika hii miaka 4 hapa mpaka sasa hivi, hali sio nzuri. Tumepungua, sasa hivi tunakata 20% ya uwezo wetu, na wafanyakazi wamepungua kiasi kwamba sasa hivi almost tuna watu waliopo katika mkataba ni kama 85 hivyo. Kwa hiyo athari ya upungufu wa malighafi inaathiri pia ajira.